Ni Jumatano ya tarehe 4 mwezi wa Februari mwaka 2026. Ni matumaini yangu kwamba jioni yako inakuendea vizuri. Hujambo na karibu, hii ni taswira ya Al-Shifa. Kumbuka matangazo haya unaweza kuyapata moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook @Al-Shifa Digital Kenya, YouTube @Al-Shifa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter @Al-Shifa Media Kenya. Ungana nami Catherine Kabiru kuanzia sasa hadi tamati. Na tukianza katika kaunti ya Mombasa, kijana mmoja kutoka ziwa la Ng'ombe, gatuzi ndogo la Nyali, kaunti ya Mombasa, amekuwa na matumaini ya elimu tena na hata kufuzu kwa cheti cha sekondari baada ya Abdulswamad Ali ambaye anapania kuchaguliwa kama mbunge wa Nyali kujitokeza kama mfadhili wake. Mwanahabari wetu Jonathan Mwanzia na habari zaidi. Kijana mmoja kutoka eneo la ziwa la Ng'ombe, gatuzi dogo la Nyali, Mombasa, amekuwa na kila sababu ya kutabasam, ikiwa ni baada ya kupigwa jeki kwa msaada wake Abdulswamad Ali warudi shule. Wengi wa wakazi wa Nyali wanaomuita Abdulswamad Ali kuwa mbunge mtakiwa katika uchaguzi mkuu ujao. Ni katika pitapita zake za wakazi wa ziwa la Ng'ombe, Abdulswamad Ali anakutana na kijana Dickson Thoya na kupata taswira kamili ya namna alivyokaa nyumbani. Na niliweza kupata changamoto za huyu ndugu yetu Dickson kupitia kwa dada yangu Josephine na mzee wa mtaa Daudi, na ili tuone njia ambayo tunaweza kumsaidia, kwamba amekaa, huu utakuwa ni mwaka wake wa 4, hajaweza kwenda shule, na kuna hiyo changamoto inakuja kwamba 844 next year itakuwa ndo mwisho, na lazima tuweze kuchangamka wakati huu ili huyu kijana na wengine wengi ambao wako nyumbani ambao wali drop out mapema waweze kwenda shule. Na aliponieleza nikamwambia kwamba mimi sasa nitajitolea kumpeleka shule, na tukimaliza baada ya hapa Dickson na mama tutaenda pamoja, tutaandamana mpaka shule. Tulikuwa tushamtafutia admission aweze kuwa admitted na aanze kusoma ili aweze kumaliza form 4 na mwishowe aweze kupata cheti chake. Na kuongea na Dickson na mamake, naona kwamba ni kijana ambaye amejitolea, na katika zile changamoto ambazo walizozipitia zinazidi kumtia moyo ya kuweza kusoma na kumaliza na kupata cheti chake cha form 4. Nashukuru leo nina furaha ndani ya moyo na ninashukuru Mungu. Mimi ni mwanafunzi na nilikuwa nikisoma shule moja ikiitwa Mikahani, lakini sasa sikuweza kumaliza. Time ya form 4 nilienda kabisa, nikakuwa process kupigwa picha kila makaratasi, lakini baada hapo walimu walikataa kwa sababu ya uwezo wa school fees. Kabidi haikuprocessiwa makaratasi yangu ili nijiregister katika mtihani wa kitaifa. Sasa haina budi na challenges za kule shule, ukiwa haujalipiwa school fees challenges ni nyingi hapa na pale. Kabidi kurudi nyumbani ili mzazi angalau tafute. Hiyo time hakuna namna, kabidi ikapita na mpaka saa hii nilikuwa nimekaa nyumbani. Sasa ni almost, hii ni mwaka wa 4 tukirevenge ambavyo tumeingia ni mwaka wa 4. But nashukuru wazazi wangu na watu wangu wa karibu, marafiki zangu wako wananivunja moyo, walikuwa wananisupport daily. Wananiambia kama mamako amekwambia kuna wewe utamaliza, wewe omba Mungu na utamaliza, na nikatia imani hivyo hivyo. Hatimaye siku ya leo nashukuru mheshimiwa amekuja, amejitokeza, ameletwa na dada yetu Mwikali, kwa sababu Mwikali yajua venye ambavyo hali yetu hapa tunakaa, na kaona ndo akabidi aende atatafutia hata mheshimiwa ili aje anisaidie kwa masomo yangu. Na nashukuru kwa sababu hali kama hii huwa ikitokea ni neema tu ya Mungu amekupatia ili uje usaidiwe. Kwa hiyo nashukuru sasa na raha kwamba naenda na kwa join tena form 4 mwaka huu, ni register mtihani, nitie bidii, nimalize vizuri na Mungu atazidi kutufungulia huko. Naam, wakati nikiwa nimerudi nyumbani sasa, matumaini ile time ile shule sasa imeruka ya form 4, kwa kujihusisha na kazi, kwa sababu ukikadoma mtihani kweli kuna nini mbaya sana. Kwanza kwa kijana kama mimi, ukikaa mtaani una kazi, unashikana mabeshte wa mtaani,
unaona paka mwisho mtu anaelekea kuingia katika miadarati na magenge ya kihalifu. Lakini nashukuru kwa sababu mimi nilipata marafiki ambao walikuwa na kazi. Paka sasa hivi ambavyo naongea naenda shule, but niko na ujuzi wa kufanya gypsum. Mimi katika upande wa gypsum nashukuru. Nilianza kama kibarua but sasa niko fully equipped. Nashukuru na ujuzi wa gypsum na ujuzi wa kutengeneza carpentry. Na kupika pia nashukuru. Uncle yangu amenichukua akinipeleka kupika paka sasa hivi. Kuna mali hata naweza itwa, kuna hapa nafaa utengeneze, anajua kwamba ninaweza. Ni kujishughulisha tu na kazi, kwa sababu kwa mtaani kweli ina changamoto, mtaa una changamoto nyingi. Mamake Dickson Jumwanzaro anampongeza Abdulswamad Ali, huku mzee wa mtaa wa eneo hilo Daudi Ngari akimshajiisha Abdulswamad Ali umuhimu wa kuendeleza harakati zake. Mimi langu tu ni kumwombea Diki. Diki amekuwa mchapakazi, amekuwa kijana ambaye anajitumisha. Yaani kijana ambaye ana bidii. Nashukuru hii siku ya leo kwa sababu ya kijana ya mheshimiwa wetu ambaye amejitolea kumsupport mtoto wangu. Nimekaa naye hapa nyumbani karibia mwaka wa 3 sasa tangu atoke shule kwa sababu ya school fees. Sasa nikakaa ilikuwa inaniuma mpaka mwisho nikaongea na dadangu Mwikali na akasema acha tuangalie venye tutasaidika. Siku ya leo ameniletea mheshimiwa, nasikia ni sijui niseme nini. Yaani nasikia kushukuru huyo Mungu, maana yake najua yeye ndo amechukua hii nafasi. Akamwezesha mpaka amefika hapa. Nasikia kumshukuru sana kwa sababu venye anachukua kijana wangu ampeleke pale shule. Mimi nasikia tu kumshukuru Mungu na namwombea baraka nyingi sana. Na naamini bado tutaendelea kuwa pamoja mpaka atakapofika mwisho, na venye kijana wangu alikuwa amekubali kurudi shule, naamini ataendelea tu vizuri. Na mheshimiwa pia Mungu azidi kumsaidia. Ama kwa upande wake Josephine Mwikali ambaye ni mkereketwa wa vijana na masuala ya maendeleo katika eneo la Nyali alikuwa na haya ya kuhimiza. Ingekuwa ombi langu kwa serikali tunapomaliza mfumo wa 844, je, kwa hawa wenye waliachia either form 2, form 3, form 4 wakitaka kuja kuendelea, je, watakuwa mipangilio yao ni gani? Nafikiri kufikia hapo hatuna jawabu kuhusiana na 844 inapoisha, dropouts wamepangiwa nini. Kwa hivyo nimeona na nimeonelea, kwa sababu huyu mzazi yeye amekuwa na matumaini ya kwamba mtoto wake bila cheti ya form 4 hatakuwa basi amepoteza, kwa sababu form 4 inakuja kuisha na yeye mwenyewe hajui mtoto atakuwa kwa CBC atakuwa hajapangikia. Kwa hivyo hiyo ni swala lenye ningeomba serikali wapate kuangalia kwa umakini na tupate ufahamu. Je, kwa dropouts ni lipi next? What next for the dropouts? Ama ni baada ya imizo hilo ambapo Abdulswamad Ali anamregesha kijana Toya shuleni. We appreciate the work of Mheshimiwa Abdulswamad Ali for bringing this boy to school. As you all know, the 844 is being wiped out. And we are encouraging people to come, to bring their children to school so that we can register them, so that they can have certificates, so that they can actually go and train in various courses rather than just staying at home. Maybe even because of lack of fee, but now this is a great empowerment. Most youth are still outside there. If possible, they should actually reach Mheshimiwa to actually show them a direction that I'm seeing here. We as a school, we are very proud, we are very happy. And we are even inviting more people to come and actually join us. We want to empower our society through education. And anybody sitting next to you does not have a Form 4 certificate and he did class 8, this is the time. Let them come to Halifax. They are all welcome. And Mheshimiwa, God bless you, because you have taken a very tremendous work to change the lives of our people. And that is what we want. Leadership is all about empowerment. When you bring people into the light, they will never see the dark again. And there comes a future that will be built for the generations and generations to come. Jonathan Mwanzia, Alshifa TV, Mombasa. Na kwingineko kwenye habari za uhalifu ni kuwa polisi katika eneo la Mtwapa, kaunti ya Kilifi, wamefanikiwa kumkamata mshukiwa mwingine na kurejesha simu za mkononi 49
zinazodhaniwa kuwa zimeibiwa. Kukamatwa kwa mshukiwa huyo kunafikisha idadi ya washukiwa waliokamatwa katika operesheni inayoendelea hadi kufikia 10 ndani ya kipindi cha wiki 2. Kulingana na taarifa ya polisi, mshukiwa huyo Eddie Kaloki mwenye umri wa miaka 48 alikamatwa katika viunga vya mji wa Mtwapa, kaunti ya Kilifi. Kaloki alinaswa ndani ya chumba kidogo cha kukodishwa ambapo polisi walipata simu za mkononi 49 za aina mbalimbali zinazoshukiwa kuwa mali ya wizi. Simu zilizopatikana ni pamoja na simu 18 aina ya Samsung, iPhone 2, Tecno 8, Nokia 4, Redmi 2, pamoja na simu za aina ya Vivo, Oppo, Itel, Infinix, Zetec, Alcatel na nyinginezo. Kukamatwa kwa Kaloki kunajiri siku moja baada ya washukiwa wengine wawili, Derek Karanja na Judy Wawera, kukamatwa katika eneo hilo hilo. Katika tukio hilo la awali, polisi walirejesha vifaa mbalimbali vya umeme vinavyodhaniwa kuwa mali ya kampuni ya umeme nchini Kenya Power. Vifaa hivyo, vikiwemo nyaya za umeme, vilipatikana vikiwa vimefichwa ndani ya nyumba ya kukodishwa katika eneo la Kabros karibu na hoteli la Tausi. Katika tukio tofauti, washukiwa watatu wa wizi wa kutumia nguvu walikamatwa wiki iliyopita katika eneo hilo la Mtwapa. Washukiwa hao ni Mustafa Majeza Juma, almaarufu Musto mwenye umri wa miaka 21, Bablin Kitsao Kazungu, almaarufu Kuta mwenye umri wa miaka 26 na Abdul Mwatondo Matano, almaarufu Abdul mwenye umri wa miaka 20. Washukiwa hao walikamatwa baada ya picha za CCTV zikionyesha wakimvamia na kumuibia mkazi mmoja kusambazwa kwenye mtandao ya kijamii. Tukio hilo la uhalifu liliripotiwa katika kituo cha polisi cha Mtwapa chini ya nambari ya OB10 tarehe 28 mwezi wa Januari mwaka 2026. Polisi walisema washukiwa hao walinaswa katika eneo la Vipingo walikokuwa wamejifungia ndani ya nyumba wakati wa kukamatwa kwao. Polisi walipata barakoa 4, simu 6, vitambulisho vya kitaifa vya watu tofauti 8, mapanga ya Kisomali 2, mapanga ya kawaida 2, visu vya kukatia 2, visu vya jikoni 5 pamoja na stakabadhi ya dhamana ya pesa inayohusishwa na mshukiwa huyo Mustafa katika kesi nyingine. Kukamatwa kwa washukiwa hao kunafikisha idadi ya watu waliotiwa mbaroni kwa tuhuma za uhalifu na kutumia nguvu katika operesheni inayoendelea Mtwapa hadi 10 ndani ya kipindi cha wiki 2. Kwingineko, aliyekuwa jaji mkuu wa mahakama ya juu David Maraga amesema nchi inaelekea pabaya kutokana na uongozi mbovu na ufisadi uliokithiri. Akizungumza katika kaunti ya Kwale wakati wa kampeni ya kuhamasisha usajili wa wapiga kura, Maraga alisema endapo atachaguliwa kuwa rais, atapambana na ufisadi unaodaiwa kukithiri serikalini. Viongozi wa chama cha United Green Movement pia wameelezea wasiwasi kuhusu ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana na changamoto za maendeleo, wakitoa wito kwa wananchi kulinda ardhi na rasilimali zao huku wakijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwanahabari wetu Joseph Lewa na habari zaidi. Mambo yao ambayo inaendelea itaangamiza hii nchi. Wacha niwaambie, itaangamiza hii nchi kabisa. Ndio sababu tunataka kuja turekebishe, turudishe nchi yetu pale inatakikana kuwa. Kitu kinanileta zaidi nataka kusimamisha wizi wa pesa ya serikali. Wizi wa pesa ya serikali nataka kusimamisha kabisa. Zaidi ya wakazi 100 kutoka kijiji cha Nyalani eneo bunge la Kinango kaunti ya Kwale walipata nafasi ya kujisajili kama wapiga kura, zoezi ambalo lilihudhuriwa na aliyekuwa jaji mkuu wa mahakama kuu David Kenan Maraga. Aliandamana viongozi wengine wa chama cha United Green Movement Party ambao wamekuwa mstari wa mbele kuhamasisha wananchi kujiandikisha kwa wapiga kura katika sehemu zao. David Maraga alisema kipaumbele chake endapo atachaguliwa kuwa rais ni kukomesha ufisadi unaodaiwa kushamiri chini ya serikali iliyopo, akitaja kwamba ufisadi umechangia pakubwa matatizo yanayoikumba sekta ya elimu, hali inayoathiri wanafunzi na taasisi za elimu kote nchini, akisisitiza kwamba umesababisha uporaji wa fedha za umma unaofanywa na baadhi ya watumishi wa serikali. Hata hivyo, Maraga alitoa tahadhari kwa viongozi wote ambao wamekuwa wakijihusisha na ufisadi kwa wakati ambayo inaendelea bakisha hata mmoja, akiahidi kulinda rasilimali za Kenya akichaguliwa kuwa rais.
Ndio sababu tunataka kuja turekebishe, turudishe nchi yetu pale inatakikana kuwa. Kitu kinanileta zaidi nataka kusimamisha wizi wa pesa ya serikali. Wizi wa pesa ya serikali nataka kusimamisha kabisa. Kenya si masikini. Kenya si masikini. Ni pesa ambao ile ambayo inatakikana kwenda kwa shule ya watoto wetu inachukuliwa na watu binafsi, wanaenda kufanya mambo yao. Mumeona mara nyingi pesa zinalipwa kwa shule ambayo haiko. Pesa zinalipwa kwa hospitali ambayo haiko. Na wananchi wanaendelea kushangaa na kutopata ile huduma ambao wanatakikana kupata. Mimi nachukia mwizi tunachukiana na yeye. Tafadhali nipe mamlaka ya rais, nitashika kipoko. Si wale ambao wanasimamia pesa ni watakuwa wafanyikazi wangu, PS na CS. Nitawaambia huyo CS ambao wanasimamia, nikamwambia nimekupatia hii pesa, mimi nataka kuona maamini vile imetumika. Kama mtu anaenda kutumia hiyo pesa vibaya, tutaonana na yeye. Kwanza, kitu ya kwanza mimi nataka kuwaahidi, mimi sitaiba pesa yenu. Kwa upande wake, Agostina Neto ambaye ni kiongozi mwenza wa chama hicho alisema kiwango cha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ni cha kutia wasiwasi, akisema kwamba chama hicho kinalenga kuweka mazingira bora ya uwekezaji na kuunda nafasi za ajira kwa vijana. Ile ukosefu wa kazi ya vijana, youth unemployment in the region is very high. Na unajua ya kwamba sisi manifesto yetu kama chama ni ya kwamba tungependa kutumia mazingira, tungependa kufanya juu chini ili vijana wetu wapate makazi. Ningependa ya kwamba ukifika hapa tafadhali uongelee maneno ya ukosefu wa kazi wa vijana wa mkoa wa Pwani, ili haswa ile wa Kwale County. Pili, tumezunguka na wewe kuanzia pale Kwale Town, Gombani, umeona mahali jinsi nchi imekaa. Kiangazi kuanzia Januari, Februari, March mpaka April, si ndio? Kama chama cha United Green Movement Party tunazingatia yale maneno ya environment. Tuwaonyeshe hawa maudhui ile tutakayoyafanya kama chama, tukipewa viongozi kuanzia MCA, MP na governor, na wakati wewe ni rais, ile tutafanya kulingana na ile mazingira, ili wananchi wa Kwale na wananchi wa Coast wale ambao wanahisi kiangazi kila wakati, ili tuonyeshe ni njia gani tuelekea. Ya tatu, nimesikia vuguvugu ya Pwani kiongea hapa. Hawa wenyeji vuguvugu wa Pwani wanaongea kwamba hali ya uchumi imezorota, lakini wao wako na mashamba, hao wako na madini, hao wako na bidhaa. Tuwaonyeshe na tuhakikishie ya kwamba wakati utakaochukua ushukani, wewe ni kiongozi, ile madini, ile minerals, ile red rubies ambayo iko huku, ya kwamba lazima ikuje isaidie wananchi wa Kwale, isaidie wananchi wa Pwani, ndio ile hali ya kwamba uchumi ya nchi hii, ya sehemu hii ikuje juu. Zainab Chisangi ambaye ni mratibu wa chama cha UGM katika kaunti ya Kwale aliwataka wakazi kumpa fursa ya kuongoza ili kuziba pengo la maendeleo lililopo tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Tumeanza leo na ID, tutarudi na mengine. Na nashukuru pia wamesema kuna matatizo ya mambo ya birth certificate. Nitarudi. Sitachoka kwa sababu nataka mwananchi wa Kwale aanze kupata hizi services. Na waomba ushirikiano. Na waomba munipatie nafasi niwahudumie kama Wakwale. Nipatieni nafasi niweze kuziba yale mashimo yenye yaliyoko sasa. Tutetee mashamba yetu, tutetee watoto wetu, tutetee ardhi yetu, tutetee rasilimali zetu. Chama cha United Green Movement kinaendelea na ziara yake ya kuhamasisha usajili wa wapiga kura katika eneo zima la Pwani, ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Nikiripotia runinga Al Shifaa kutoka kaunti ya Kwale, mimi naitwa Joseph Lewa. Kwingineko,
Zaidi ya wanandoa 100 kutoka kaunti ya Mombasa wameweza kuhalalisha ndoa zao rasmi kupitia mradi wa kupunguza zinaa ambao uko chini ya mwavuli wa Mama Beauty Foundation. Mradi huo ambao sasa una zaidi ya miaka 5 katika harakati hizo tangu kuzinduliwa kwake, umekuwa ukisaidia wanandoa wasiokuwa na uwezo wa kugharamikia ada za kufunga ndoa kisheria. Ndoa si mahari, ndoa si furniture, ndoa si siku hizi ati simu ya mobile ya iPhone 17. Akizungumza na wanahabari, mwanzilishi na muasisi wa mradi huo Lubna Nasir almaarufu kama Mama Beauty amewataka wazazi kufuata dini na wala sio kuweka mahari kipaumbele, kwani changamoto za maisha zimepelekea vijana wengi kujiepusha na ndoa kwa kile wanadai ndoa imekuwa ni gharama kubwa sana. Na tukisema ati tutaweka mahari kuwa juu alafu tuweze kumzuia yule kijana ama yule msichana kwenda kuolewa, keshole anaweza kwenda akawa nje ya ndoa na akafanya mambo ya kumuudhi Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunajaribu sana kusema tujaribu kupunguza mahari. Mambo mengine Mwenyezi Mungu atawatilia baraka na wataendeleza maisha yao kama kawa. Nimeambia wazazi kama ni Waislamu wafuate dini, kwa sababu ile mahari kwanza ni ya mke, si ya baba wala mama. Baba na mama yao ni harusi. Kwa hivyo mahari ni ya mwenyewe bibi harusi. Na kama ni deni, ujue Mwenyezi Mungu anasema we mume kama kumlipa una deni mpaka kesho akhera. Kwa hivyo mimi nasema tu watu wasikizane, waone, mambo ya mahari isiwe ni pingamizi ya kuwa watu wanafanya kitu cha maana cha kuhalalisha kheri. Utakuondosha yale mambo ya zina ambayo pengine yamekithiri katika jamii yetu. Kwa upande wake, Munhat ambaye ameishi na bwanake kwa takriban miaka 2 sasa, ameelezea furaha yake ya kufunga ndoa rasmi na kupata cheti cha ndoa, huku akiwaomba wanandoa wengine ambao hawajahalalishwa kufanya hivyo. Na mimi na mume wangu niliokuwa naye alikuwa hajakuwa mume wangu, tukajitokeza, tukaomba fursa, tukapata, ndo hapa leo miko hapa. Twafungishwa ndoa hapa na nimefurahi sana, manake huko nje kuna watu wengi sana walio hawajaoana, na pia na wasi wale walio hawajaoana kama hawakupata hii fursa, basi inshallah mwaka ujao pia hata mimi nitaifanyia kazi hiyo, kwa sababu kama mimi nimefaidika, ningependa wenzangu wengine wafaidike zaidi. Na nasikia raha, yani pia niseme mume wangu naye ni jasiri kivyake. Alhamdulillah. Najua nikitoka hapa namiliki shamba langu mwenyewe. Ninahatimilikia kila kitu, yani nashukuru. Kuanzia sasa pia naona nitakuwa na raha, nitakuwa yani nitalala usingizi, manake nilikuwa saa nyingine nikilala kitandani pia najigutuka kuwa nafanya madhambi. Sasa niko huru alhamdulillah. Aidha, Mama Beauty amewataka wahisani na wafadhili kumshika mkono ili kuweza kurahisisha jambo hilo, akitaja kwamba mara nyingi jambo hilo limekuwa likimlemea, huku akiwasisitiza wazazi kuwekeza nguvu nyingi kwa watoto kwa kuwapa elimu ya dini, kwani ndoa nyingi huvunjika kwa kosa la elimu ya dini. Ila tu tunaomba Waislamu waweze kutushika mkono ili tuweze kulifanya hili jambo kwa ukubwa zaidi, kwa sababu mimi kama mwanamke kulifanya hili jambo peke yangu ni ngumu. Endapo mtasimama na sisi viongozi ambao ni wafadhili, sponsors, mkija mkitushika mkono, naona hili jambo halitakuwa na changamoto wala na ugumu wa aina yoyote. Tunakosea ule msingi ambao tumewekewa na dini ya Kiislamu. Nani ni muoe, au ikiwa ni mwanamke nani anioe? Sisi tuangalie ile mafundisho ya dini ambayo tumewekewa, tuangalie mambo ya kilimwengu na starehe za kidunia. Dini sahihi ni kama ambayo tumeipuuzia, lakini lao tukisema tutaweza kuwapa mafunzo ya dini kisawasawa watoto wetu, na pia sisi wazazi, sio kuwasihi tu watoto, na sisi pia wazazi tufate mwelekeo wa kidini, hapa naona ndoa nyingi zitadumu. Lakini tukisema tutakuwa tunaidharau dini, kila siku tutaozesha na talaka zitasimama. Nikiripotia taswira ya Al-Shifa kutoka kaunti ya Mombasa, nite Catherine Kabiru. Asante sana mtazamaji kwa kuichagua Al-Shifa TV kuwa kituo chako cha habari, michezo na burudani. Kumbuka matangazo haya unaweza kuyapata moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook @Al-Shifa Digital Kenya, YouTube @Al-Shifa Television Kenya, kwenye Instagram, TikTok na X @Al-Shifa Media Kenya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sahin Ali from Al-Shifa Media Kenya. All I want is to wish all Muslims Ramadan Kareem wa Saum Makbul. Kwa majina ni Catherine Kabiru, mtangazaji wa Al-Shifa Media Kenya. Kwa ndugu zangu Waislamu nawatakia Ramadhan Kareem, mwezi mtukufu wenye baraka, amani na ushirikiano katika familia zenu. Na kwenye habari za kimataifa, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameishtumu Eritrea hii leo kwa kile alichotaja mauaji ya kimbari wakati wa vita vya Tigray kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022, wakati huo mataifa hayo yakiwa washirika. Abiy Ahmed amesema hayo kwenye hotuba yake mbele ya bunge siku ya Jumanne na kuongeza licha ya mauaji hayo kwenye mji wa Axum, Eritrea pia ilifanya uporaji katika eneo la Adwa. Waziri wa mawasiliano wa Eritrea Yemen Gebremeskel hata hivyo hakutaka kuzungumzia madai hayo alipoulizwa na shirika la habari la AFP. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki mnamo Februari mwaka 2023 alikana madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu huko Tigray na kuyataja kama ni ya uongo. Uhusiano baina ya Ethiopia na Eritrea umezidi kuzorota tangu walipopigana pamoja dhidi ya waasi wa Tigray, na hii ni mara ya kwanza kwa Abiy kukiri mauaji hayo yaliyofanywa na Eritrea. Na tuelekee viwanjani mtazamaji, ambapo Arsenal wamefika fainali ya kombe la Carabao kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2018, wakihakikisha nafasi yao kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Chelsea katika mchezo wa pili wa nusu fainali uliopigwa kwenye uwanja wa Emirates siku ya Jumanne, Februari tarehe 3 mwaka 2026. Ushindi huu ni maalum sana kwa sababu wanawakilisha nafasi adimu kwa timu na mashabiki wao wakali ambao wamekuwa na kiu ya mafanikio kwa kipindi kirefu. Wakati muhimu wa mchezo huu ulifika dakika ya 97 wakati Kai Havertz aliyekuwa mchezaji wa zamani wa Chelsea alipofunga bao la ushindi dakika za mwisho baada ya kuanzisha mashambulizi makali yaliyomalizika na kumpita kipa wa Chelsea Robert Sanchez kwa ustadi ya hali ya juu sana. Bao hili lilithibitisha ushindi wa jumla ya 4-2 na kuwapa nafasi Arsenal kwenye fainali itakayofanyika katika uwanja maarufu wa Wembley siku ya Jumapili Machi tarehe 22 mwaka huu 2026, ambayo bila shaka itakuwa tukio la kusisimua sana la soka. Washika bunduki ambao kwa sasa wanaongoza kwa pointi 6 kileleni kwa ligi kuu wana nafasi ya kuingia katika vitabu vya historia kwa kushinda mataji 4 msimu huu. Pia wanashindania kombe la FA, ligi ya mabingwa na ligi kuu, na ushindi huu dhidi ya Chelsea ni hatua muhimu kuelekea lengo hilo kubwa, inayoashiria mwisho wa kipindi kigumu cha upinzani mkali. Katika nusu fainali 4 mfululizo, sasa wako karibu na kombe lao la kwanza kubwa tangu waliposhinda kombe la FA mwaka 2020, ikiwapa matumaini mapya ya ari na kuendelea kupambana. Kwa taarifa hiyo mtazamaji, nasema shukrani za dhati kwa wote waliofanikisha matangazo haya na kutakia jioni njema. Umekuwa nami Catherine Kabiru.